Yes, karibu sana katika channel ya kupenda ya Mapro Media, na hii ni segment ya kiburudani ambapo tunaangazia habari kimkem za burudani ambazo zimejiri. Ni kusihi tu kwamba hujiunga nasi, hakikisha unabonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama kengele ili uwe on time kwa taarifa mbalimbali tunavyo upload video zetu. Yes, kubwa zaidi ni kuhusiana na kauli ya mfalme Bongo Flava Alikiba ambayo ametoa on stage akiwa kule Mwanza Club Elevate, ambaye alikuwa na show siku ya juzi na ameperform show kubwa sana, show ambayo kiukweli imekuwa na hadhi ya aina yake. Nimeangalia namna ambavyo performance ilivyoenda, imeenda performance ambayo ilikuwa arranged kweli kweli, na performance kali. Amepiga live band kama kawaida yake, ameua sana, amefanya unyama. So kiujumla show ilikuwa ni kubwa, show ilikuwa ni classic sana. Tumeona namna ambavyo mashabiki walikuwa na vibe la kutosha. Tumeona wengine wamekuwa wakimtunza pesa nyingi sana mfalme Bongo Flava Alikiba kwa namna ambavyo alivyokuwa akiperform. So ilikuwa ni show kali, show ya kibabe, lakini vibe la mashabiki lilikuwa ni kama lot. So hiyo ilikuwa story kubwa sana, story kubwa ambayo kwa sasa nafikiri ukipita katika mitandao ya kijamii utaona kuna clip video ya Alikiba ambayo anazungumza maneno ambayo sasa yametanabaishwa kwamba pengine ilikuwa ni dongo la kumlenga Diamond Platnumz ambaye amekuwa ni hasimu wake wa muda mrefu sana katika industry hii ya music. So ni nini amekiongea Alikiba tu ni pamoja ukasikilize and then utaniambia kwamba ni kweli hili dongo lilikuwa ni la Diamond Platnumz ama pengine ameamua tu kusema kwa lengo la kufurahisha genge, ama pengine kuandaa mashabiki kwa ujio wa kazi yake mpya. Sasa kama unafahamu kwamba kipindi hiki cha karibuni Alikiba na Diamond Platnumz wamekuwa katika competition kubwa sana baada ya Diamond kuachia ngoma yake ya Happy ambayo inafanya vizuri, and then Alikiba pia kwa kushirikiana na Bien ameachia ngoma ambayo inafahamika kama Finally. And then tukiangalia namna ambavyo ngoma hizi zimekuwa compete katika digital platforms, tunaona Finally hadi hivi sasa imekuwa ikikimbiza, kwa sababu within 10 days ilikuwa tayari imefikisha almost views milioni 10 katika mtandao wa YouTube, lakini kule Spotify, Audiomack, ukiangalia Boomplay kwa upande wa Kenya, Tanzania imekuwa ni namba 1 song ambayo inafanya vizuri sana. So baada ya Diamond kuona hivyo, tumeona pia akaja kutoa ngoma yake nyingine ambayo ameshirikiana na Jux ambayo inaitwa Joy, and then pia tumeona ikiwa inafanya vizuri kwa namna yake, lakini bado haijakuwa kwenye trend sana kama ilivyo Finally. So Alikiba akatumia jukwaa lile la show yake na kusema kwamba watatoa ngoma zingine na zingine na zingine na zingine na zingine, alafu yeye anakuja kutoa ngoma nyingine moja tu, and then kila kitu kitakuwa kimebadilika. So kauli hiyo imeashiria kwamba pengine Diamond baada ya kutoa ngoma nyingine ambayo ni ngoma ya Joy baada ya Happy kutofanya vizuri sana, akatoa Joy, pengine sasa amemaanisha yeye kwamba wametoa ngoma nyingine na nyingine na watatoa zingine kushindana na ile ngoma, lakini sasa yeye anatangaza ujio wa ngoma nyingine moja tu ambayo pengine itakuja kufanya vizuri zaidi ya hii. So stay tuned and then tusubiri kwa hamu competition hii itaishaje. Je, Alikiba atakuja kuachia ngoma nyingine ambayo itafanya vizuri kama Finally, ama pengine ni maneno tu? Mimi na wewe tusubiri kwa hamu kuona kile kinacho